ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Spika, ningeomba nianze kwa kunukuu kifungu ibara ya 74 ibara ndogo ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosema Bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti ya kuweka utaratibu wa kusimamia uchaguzi wa wabunge wanaowakilisha majimbo ya uchaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeanza na quotation hiyo kwa sababu uongo ukisemwa sana na usipotolewa ufafanuzi unageuka kuwa kweli. Mheshimiwa Naibu Spika, yako maneno ambayo yanajaribu kupotosha kwamba kitendo cha Bunge na Tume ya Uchaguzi kuwalazimisha vyama vya siasa kusaini kanuni za maadili ni kinyume na katiba. Mheshimiwa Naibu Spika, ibara ya 74 ibara ndogo ya 8 ya katiba, baada ya kutoa mamlaka hayo kwa Bunge mwaka jana, bunge hili tukufu na mimi nikiwa sehemu ya wabunge, tulitunga sheria mbili. Na Mheshimiwa Spika, ieleweke, utungaji wa sheria hizi mbili ulipelekea kufutwa kwa sheria kubwa mbili: sheria ya Tume ya Uchaguzi ya mwaka 1985 na sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Tukatunga sheria, na kupitia sheria hiyo tukasema Tume ya Uchaguzi kwa kushauriana na serikali na vyama vya siasa watatengeneza kanuni za namna bora ya uendeshaji wa uchaguzi wa serikali za mitaa, rais, wabunge na madiwani. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na masharti yote, mkataba huu ambao Tume ya Uchaguzi itakiwa kuutengeneza ulikuwa unavilazimisha vyama vya siasa na wagombea kwanza kujadiliana masharti yepi ya uchaguzi wanayotaka, lakini pili, wagombea na vyama vya siasa ni lazima wasaini masharti hayo ili kwanza tuweze kufanya uchaguzi wenye staha, uchaguzi wa kuheshimiana, uchaguzi wa kufuata sheria, kanuni, mienendo, taratibu na mila za Mtanzania. Mheshimiwa Spika, wako ndugu zangu wa Chadema wenyewe wanasema hawako tayari kusaini kanuni za maadili za uchaguzi. Mheshimiwa Spika, kanuni hizi zimetoa adhabu kwa chama ambacho kitakataa kusaini masharti ya uchaguzi, na imewekwa clear kwamba watu hao hawatoshiriki uchaguzi, na sio uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tu, na chaguzi zote ndogo zitakazofuata mpaka pale watakapotunga masharti mapya 2030. Mheshimiwa Spika, chama changu hicho cha Chadema kinacho room ya kutoa sababu ya kwa nini walishindwa kushiriki kusaini kanuni, na wanaweza kushawishi tume na msajili wa vyama vya siasa ili waweze kusaini masharti haya, kwa sababu nje ya hapo itakuwa ni uvunjifu wa sheria, ni uvunjifu wa kanuni na uvunjifu wa katiba yenyewe. Mheshimiwa Spika, yapo maneno ya wasomi wanasema hakuna kanuni itakayokwenda kinyume na katiba. It is not true. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, kila haki na wajibu. Huwezi kuomba haki wakati hutaki kutekeleza wajibu. Ni kama tu ambavyo Mheshimiwa Spika, leo hii tunasema huwezi kwenda kupiga kura kama hujajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. Huo ni wajibu wako. Kama hujajiandikisha kwenye daftari, huwezi kupiga kura. Huwezi kulipwa mshahara, Mheshimiwa Naibu Spika, kama hujafanya kazi. Ili ulipwe mshahara, ni haki yako ya msingi, ni lazima ufanye kazi. Na huwezi kushiriki uchaguzi kama hujakubaliana na wenzio kwamba yako masharti ya kutunza staha za watu, yako masharti ya kutunza heshima za watu, yako masharti ya kuheshimu sheria za nchi ambayo tunakubaliana sisi, serikali, Tume ya Uchaguzi na vyama vya siasa kwamba tutayafuata kwenye chaguzi zote kuanzia 25 mpaka 30. Mheshimiwa Spika, mimi nawashauri Chadema, hakuna namna ya kusema kwamba watashiriki uchaguzi kama hawatakubaliana na kanuni za uchaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nifafanue kidogo kuhusiana na hoja yao ya no reform no election. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana bunge hili tukufu kwa weledi lilipitia sheria namba 1 na sheria namba 2 ya Tume ya Uchaguzi, Tume Huru ya Uchaguzi, na likapitia sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Na Mheshimiwa Spika, taratibu za utunzi wa sheria zinataka huko wale wanaoleta yale mapendekezo wakusanye maoni ya wadau. Lakini ili kuondoa mashaka
katika utungaji wa sheria hizi mbili sensitive, bunge liliita wadau hapa bungeni kwa ajili ya kutoa maoni. Na Mheshimiwa Spika, chama cha Chadema kiliwakilishwa na katibu mkuu wa chama, wakaleta maoni hapa bungeni, John Mnyika. Haikutosha, wakaja baraza la vijana wakaleta maoni. Haikutosha, likaja baraza la wanawake wakaleta maoni. Haikutosha, wakaleta hilo wanaoliita bunge la wananchi chini ya mama yangu Susan Limo wakaleta maoni. Na Mheshimiwa Spika, kwa taarifa tu kwenye bunge hili tukufu, asilimia zaidi ya 95 ya maoni yaliyotolewa yalichukuliwa yakaingizwa na tukatunga sheria hizi mbili za uchaguzi. Mheshimiwa Spika, wote tunajua ndani ya bunge hili masharti ya ubadilishaji wa zile sheria yalikuwa ni magumu sana. Joto lilikuwa kubwa sana pale Msekwa. Mheshimiwa Spika, hebu fikiria mazingira ambayo tunataka sisi wabunge ambao kimsingi na tunashiriki uchaguzi tubadilishe sheria ambayo kimsingi ilikuwa ina wafeva wabunge wengi ya kupita bila kupingwa. Kulikuwa kuna kifungu kinasema ikitokea vyama vingine vimekosekana kushiriki uchaguzi, basi mgombea atakuwa amepita bila kupingwa. Leo akibaki mgombea mmoja, Mheshimiwa Spika, sheria mpya inasema atapigiwa kura ya ndio na hapana. Hivi nani anaweza kukubali kitu cha namna hiyo? Joto la uchaguzi lilivyokuwa kali, lakini bunge hili liliridhia mtu anapigiwa kura ya ndio na hapana, na yale yalikuwa ni maoni ya vyama vya upinzani. Mheshimiwa Spika, katika mazingira ya kawaida wakurugenzi wa uchaguzi tulizoea wana machinery zote za kusimamia uchaguzi, lakini maoni ya serikali yalikuwa ni lazima wasisimamie uchaguzi, na kesi zilipelekwa mpaka mahakamani. Mheshimiwa Spika, sisi bunge tukaridhia na Mheshimiwa Rais akasaini kwamba sasa wakurugenzi watakaa pembeni, atasimamia mtumishi wa serikali mwandamizi na atasaidiwa na raia wa kawaida ambao watafanya maombi na watafanyiwa usaili, na watakapofanikiwa wale waliochaguliwa kusimamia uchaguzi kama wasimamizi wasaidizi watabandikwa kwenye gazeti ya serikali, kila mtu ataona kwa uwazi ili tuweze kuwajibisha serikali. Ni nani anaweza kukubaliana na kifungu cha namna hiyo? Lakini serikali hii chini ya Mheshimiwa Rais ilikubali ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na haki. Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu hapa kwenye sheria ya tume ya uchaguzi lengo la kila chama cha siasa ni kushika dola, na ili ushike dola unajua kuna mambo ambayo ni privilege utayapata. Mheshimiwa Rais alikuwa na privilege, alikuwa na upendeleo wa kipekee wa kuchagua mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, lakini leo ameamua kujivua madaraka yale. Amekabidhi kamati maalum, ameweka majaji, akaweka element ya muungano, sekretariat ya haki za binadamu na mjumbe mmoja, na kusema wale ndio watampelekea majina matatu ambayo yataqualify kuweza kupata mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Wanataka tufanye nini ili waweze kuelewa? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, tunapokea ushauri, lakini lazima tukubaliane hapa, tusipotoshe umma kutaka kutekeleza jambo ambalo tunajua hata wale wanaolipendekeza hawajatekeleza wajibu wao. Wote tunajua hapa wanasema no reform no election, well and good. Utaratibu wa utunzi wa sheria unasema mtu binafsi, mbunge au wizara yenye dhamana wanaweza kupeleka mapendekezo ya mabadiliko ya sheria au utunzi wa sheria kwenye serikalini, na ukipeleka serikalini mapendekezo yale yatapelekwa kwenye baraza la mawaziri kwa maana ya katibu mkuu na baraza la mawaziri kwa ajili ya kuchakatwa. Yakitoka pale yataletwa bungeni. Bungeni tutakuwa tuna public opinion kusikiliza. Tukitoka hapo maoni yale yataingizwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa. Mheshimiwa Spika, sio Tundu Lissu, sio TLS, sio mwanasheria, sio mbunge, hakuna hata mtu mmoja aliyeanzisha mchakato wa mabadiliko ya sheria. Leo unasema no reform no election. Utafanyaje reform kama hata mchakato wenyewe wa kubadilisha sheria haujafanyika? Utafanyaje reform? Hakuna mtu aliyejitokeza, hakuna mbunge si wa upinzani wala wa chama tawala, hakuna serikali ambayo imemove motion ya mabadiliko ya sheria. Hiyo no reform ni ya kwenye majukwaa. Mheshimiwa Naibu Spika, hatuwezi kukubaliana na jambo hili. Tusipotoshe umma. Na mimi nimwambie Mheshimiwa Attorney General, umeishauri vizuri sana serikali kwenye hili, kwa sababu ili tuweze kufanya mabadiliko ya sheria pengine tunahitaji muda zaidi, lakini bunge hili uhalali wake mwisho ni tarehe 27 mwezi wa sita. Likivuka hapo tunakiuka katiba. Wanataka tufanye hivyo, hatuko tayari.
mwanasheria mkuu wa serikali, umeongoza vizuri jopo la mashauriano. Mimi nakupongeza. Waziri wa Katiba na Sheria, umeongoza vizuri jopo la mashauriano. Mimi nawapongeza. Hatuwezi kufanya mabadiliko ya sheria bila kufata mifumo na utaratibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, tukubaliane hapa. Tukubaliane. Hakuna serikali hapa duniani ambayo yani viongozi na wasimamizi wa uchaguzi wanatoka from the vacuum. Haiwezekani. Iwe ni Kenya wanapasifia, iwe ni Ulaya wanapasifia, wote wale wanatokana na uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Wote. Na niseme tu, na ndio maana uchaguzi wa mwaka 2015 tofauti ya kura ilikuwa ni ndogo sana, kwa sababu mgombea wa upinzani aliweza kusimama akamshawishi msimamizi wa uchaguzi wa kwenye kata yangu kule Ibadakuli, akamshawishi msimamizi wa uchaguzi pale Shinyanga, akamshawishi Mheshimiwa DC pengine, akamshawishi mkuu wa mkoa, vyombo vya dola, na ndiyo maana tofauti ya kura ikawa ndogo. Haiwezekani under the sun. Wewe huwezi kushawishi vyombo vyote hivyo alafu unataka tume ya uchaguzi itoke kutoka kwenye robot. Haiwezekani. Ni lazima tuweke candidates wenye ushawishi ambao wanaweza kushawishi kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kijiji. Tofauti na hapo, ukiweka wanaharakati, ukaweka watu wanaopiga kelele majukwaani. Hata viongozi wa dini hawapendi viongozi wanaotukana matusi hadharani. Hawapendi viongozi wanaodhalilisha watu. Hawapendi viongozi ambao hawaheshimu mifumo. Kila mtu anataka kiongozi ambaye anaheshimu demokrasia na amani ya nchi. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi na washauri ndugu zangu, sisi tunakwenda kwenye uchaguzi. It is either waende wakasaini fomu za maadili au wajitoe na hawatoshiriki uchaguzi mpaka 2030. Huo ndio ukweli. Na tusipotoshe jamii kwa kusema kwamba kuna taarifa. Nani taarifa? Ni mimi hapa Mheshimiwa Naibu Spika. Wewe nani? Simama basi. Stella. Stella Fiao. Stella. Nilikuwa nataka kumpa tu taarifa Mheshimiwa mzungumzaji kuwa hata maandiko matakatifu yanasema iheshimuni sana mamlaka, maana imetoka kwa Bwana. Mheshimiwa Salome. Mheshimiwa Salome, nimekuongezea muda kidogo. Mheshimiwa Spika, naipokea taarifa ya mdogo wangu Stella Fiao. Na ukweli ni kwamba hata wao wakifanikiwa kuingia madarakani, yani wataona hii sheria kama vile Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa amelegeza sana. Wataona kama ilikuwa imelegezwa sana. Sidhani kwa utashi walionao wanaweza wakakubali eti washauriwe na kuletewa majina matatu wa msimamizi wa tume huru ya uchaguzi. Sidhani. La mwisho, Mheshimiwa Spika, kwa dakika moja. Iko initiative kubwa sana inafanywa na wizara inayohusiana na utoaji wa msaada wa kisheria. Mheshimiwa Spika, mimi niko kwenye legal field. Kama kuna jambo gumu wa Tanzania linalowafika ni namna ya kufikia haki yao ya kisheria. Hao watu wanafanya jambo kubwa sana. Changamoto kubwa ninayoiona Mheshimiwa Spika ni muda wanaopata katika maeneo enda kutoa msaada wa kisheria. Lakini changamoto ya pili ni uwezo wa kifedha kwenye mfuko wa Samia Legal Aid Campaign. Hii kampeni imebeba jina kubwa sana. Nilikuwa na shauri Mheshimiwa Spika. Ushauri wa kwenye kada ya kisheria ni moja kati ya kada ambayo ni ngumu kidogo kwenye nchi hii. Na shauri ili kuleta ufanisi na tija kwenye nchi hii, mfuko huu upewe hela maalum na utengewe bajeti ya kutosha ili uweze kutekeleza majukumu yao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Salome na waheshimiwa wageni wetu ambao mko kwenye gallery pamoja na kutembelea bunge. Ni mafunzo ni sehemu. Niwaombe mchukue mada hii inayosema nani Mheshimiwa Salome pamoja na wabunge wengine, muisaidie nchi kusema ukweli. Kwa dhamira ya serikali hii ya Mama Samia ni uchaguzi wa huru na haki, na haki inapatikana kwa maelewano. Waje tujenge taifa kwa pamoja, wasipotoshe watu kuonesha picha mbalimbali ambazo wala si ukweli wa hali halisi ilivyo. Mheshimiwa Suma
Mheshimiwa Neema, jiandae Mheshimiwa Kandege. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuchangia.